Mpendwa mtazamaji, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa ajili yako, kwa namna ambavyo Mungu ameendelea kukutetea na kukusaidia katika maisha yako. Hongera kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kila siku, na ombea Mungu akubariki uzidi kufanikiwa katika maisha yako. Leo ninakukaribisha tuweze kuanza na kujifunza somo lenye kichwa kinachosema yatambue majira yako yaliyopo kwenye maisha yako. Yatambue majira yako yaliyopo kwenye maisha yako. Kitabu cha Mhubiri sura ya 3. Kitabu hiki kinatuonyesha jumla ya majira yote yaliyopo katika maisha ya mwanadamu. Lakini mwandishi huyu anaanza kutuonyesha kuwa kila jambo linalotokea hapa duniani lina majira yake, na kila jira linalotokea katika hii dunia lina kusudi lake au lina lengo lake. Na kitabu kile cha Mwanzo sura ya 8 mstari wa 22, kitabu hiki chenyewe kinatuonyesha dunia ina majira 7. Dunia ambayo tunaishi ina majira 7. Majira ya kwanza ni majira ya kupanda. Majira ya pili ni majira ya kuvuna. Majira ya 3 ni majira ya joto. Majira ya 4 ni majira ya baridi. Majira ya 5 ni majira ya mvua. Majira ya usiku, majira ya 6 ni majira ya usiku, na majira ya 7 ni majira ya mchana. Kama ambavyo tumeona dunia ina majira 7, pia maisha ya mwanadamu yamewekwa katika majira haya 7, au mwanadamu ana majira 7 katika maisha yake. Na mpendo wangu unayenitazama katika siku ya leo, tutaenda kulitazama lile jira la kwanza lililopo katika maisha ya mwanadamu, ambalo ni majira ya kupanda. Mwanadamu ana majira ya kupanda. Je, majira ya kupanda humaanisha nini katika maisha ya mwanadamu? Mpendwa unayenitazama, majira ya kupanda, huu ni wakati wa kuwekeza katika maisha yako. Ni wakati wa kuanzisha jambo jipya katika maisha yako. Ni wakati wa kuanzisha safari ya mafanikio katika maisha yako. Ni wakati wa kuanzisha biashara. Ni wakati wa kuanza kazi. Ni wakati wa kuwekeza katika mambo mbalimbali. Sasa wakati huu unakuaga ni wakati mgumu, si wakati rahisi. Majira ya kupanda yanakuaga na nyakati ngumu, na mwanadamu anatumia nguvu zake, anatumia uwezo wake, anatumia vitu mbalimbali. Wakati mwingine, wakati wa kupanda, mwanadamu anapitia maumivu mengi sana katika maisha yake. Swali ambalo ninafahamu pale ulipo utakuwa unajiuliza, je, ni kwa nini basi wakati wa kupanda unakuwa mgumu? Kwa nini wakati huu wa kupanda unakuwa mgumu? Pendwa unayenitazama, jambo la kwanza, wakati wa kupanda unakuwa mgumu kwa sababu adui anajua mbegu inayopandwa itazaa matunda ya aina gani. Kwa hiyo analeta magumu kwenye maisha yako, analeta vita kwenye maisha yako, na ile vita inalenga kuharibu ile mbegu iliyobeba matunda. Kwa adui anaishambulia ile mbegu kwa njia ya vita ambayo analeta katika maisha yako, na ile vita inaenda kuharibu mbegu ambayo imebeba matunda mengi ya mafanikio katika maisha yako. Kwa hiyo wakati wa kupanda unakuwa ni mgumu kwa sababu adui huwa analetaga vita, magumu, mapito, matatizo, shida na changamoto mbalimbali, akilenga kuiangamiza ile mbegu ambayo uko nayo katika maisha yako.
Lakini mimi ninakuombea wewe ambaye inawezekana wakati uko katika majira ya kupanda, kama kuna vita unaipitia, kama kuna changamoto unazipitia, kama kuna matatizo unayapitia na adui amelenga kwa njia ya matatizo hayo mbegu yako iweze kuangamia, ninakuombea katika jina la Yesu, mbegu yako isiangamizwe na hiyo vita. Jambo la pili, kwa nini wakati wa kupanda unakuwa ni wakati mgumu katika maisha ya mwanadamu? Adui anajua kesho yako kuwa ni njema kuliko leo yako. Adui anajua ya kwamba kesho yako ni njema kuliko leo yako. Mara nyingi adui anachunguliaga kesho zetu. Mara nyingi adui anazifuatiliaga kesho zetu, na akizionaga kesho zetu zimebeba mambo makubwa, kesho zetu zimebeba mafanikio, kesho zetu zimebeba baraka, kesho zetu zimebeba mambo mengi mazuri, anachokifanya anaamsha vita leo ili tusiifikie kesho. Anaweka magumu leo. Na watu wengi kwa njia ya magumu walioyapitia wamekata tamaa na hawajaona kesho zao. Wewe unapopitia magumu katika majira ya kupanda, usikate tamaa, kwa sababu mbele yako kuna kesho njema. Mbele yako kuna kesho ya heshima. Mbele yako kuna neema ya Mungu ambayo Mungu ataifunua katika maisha yako. Haijalishi leo unapita mahali pagumu, lakini kuna kesho ambayo Mungu amekuandalia. Wakati wa kupanda, vita itakuwa kubwa, magumu yatakuwa mengi, lakini adui anaitazama kesho yako, anatazama purpose ambayo Mungu ameiweka katika maisha yako itakayotokea kesho. Hakikisha haukati tamaa, hakikisha haurudi nyuma, hakikisha hauvunjiki moyo kwa sababu ya kile ambacho unachokipitia. Mpendo wangu ambaye unanitazama, jambo la tatu, kwa nini wakati wa kupanda unakuwa mgumu? Adui anajua kuwa huu ni wakati sahihi wa wewe kupanda, na kama usipopanda wakati huo hautapanda tena. Kama usipoianzisha hiyo biashara wakati huu hautaianzisha tena. Kama usipofanya jambo fulani wakati huu hautalifanya tena katika maisha yako. Sasa nini cha kufanya wakati wa kupanda? Pamoja na yote ambayo nimekwambia hapo kwamba mtu atakuwa anapita kwenye vita, kwenye changamoto, atakuwa anapita kwenye matatizo. Je, mtu huyu anayepita katika hizi changamoto, nini cha kufanya katika wakati huu wa kupanda? Zaburi ya 126 mstari ule wa 5. Neno hili linatuonyesha vizuri nini cha kufanya unapokuwa unapitia magumu, hasa wakati wa kupanda. Maneno ya Mungu yanasema, wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Haijalishi pale unapoanza hiyo biashara unaanza kwa ugumu kiasi gani. Haijalishi hiko unachokipanda leo unakipanda kwa maumivu kiasi gani, kwa uchungu, kwa dhoruba, kwa vita, kwa matatizo. Wengine wanapitia hali ngumu kwenye mioyo yao. Mioyo inaugua kwa sababu wapo katika majira ya kupanda. Neno la Mungu linasema wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Na kutia moyo, utavuna kwa furaha. Ninakutia moyo, utafanikiwa kwa furaha. Ninakutia moyo, utainuka kwa furaha. Ninakutia moyo, Mungu atakubariki kwa furaha. Ninakutia moyo, mbele yako kuna mafanikio yatakayokupa furaha. Haijalishi leo una mapito, unaumia, una maumivu, una uchungu, Bwana ataviondoa vyote. Na yako majira yatakayokuja mbele yako, majira ambayo yatakusaidia wewe na utakuwa na furaha na amani. Usikate tamaa wakati unapitia magumu katika wakati wa kupanda. Zaburi hii inasema wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Hata Waswahili pia husema mchumia juani hulia kivulini. Kuna wakati utakaa kivulini tu, hilo jua litaondoka katika maisha yako. Mungu akubariki sana. Tukutane siku nyingine tukilitazama jira la pili, ambalo kwa mfululizo wa somo letu litakuwa ni jira la kuvuna. Kama ni mara yako ya kwanza, ninakukaribisha kusubscribe, lakini kwa maombi, maombezi na ushauri tuwasiliane kwa namba hizi 0655 91 90 17. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja nasi sasa na hata milele. Amen.